Sky TV. Ikikutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari na tunayo usiku huu. Wakazi wa Sagulu wilayani Ludewa walalamika michango mikubwa wanayotozwa. Na kwingineko ni kuhusiana na magauni marefu yataja chanzo cha ajali za bodaboda. Na katika michezo na burudani, mchezaji wa zamani wa klabu ya Yanga afariki dunia. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianza kuangazia taarifa zetu ni kuhusiana na wakazi wa Sagalu kijiji cha Nsunga kata ya Manda wilayani Ludewa wameiomba serikali kupunguza michango ya zaidi ya shilingi milioni 30 kwa kila kaya, shilingi 30,000 kwa kila kaya kwa ajili ya ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya msingi Sagalu na nyumba ya mganga wa zanati ya Zagulu. Ombi hilo limetolewa katika mkutano wa hadhara uliohudhuriwa na viongozi wa serikali pamoja na mbunge wa jimbo la Ludewa Joseph Kamongo ambaye ametoa ufafanuzi kuhusu tukio hilo. Sasa mbunge ili ulivyokumbushia kusema vijana watatukimbia, na kweli walikuwa tayari kukimbia kwa muono wa sisi wazee, lakini kwa kauli yako hii vijana wote wamerudi. Jamani vijana, si mmerudi, mtakimbia tena? Naona unasema mbele yako, manake hata kutua tulikuwa tunashinda, kwa sababu ukiangalia mambo haya ni maafa. Sasa mtu amefiwa, unakuja tena unabebeshwa mzigo, sijajua kama utafika mahali salama. Lakini tunashukuru kwa sababu umeongea, tutoe angalau hata 10,000 tuwe tunapunguza. Tunashukuru sana kwa fyatua kuja kusomba tofali na mawe, mtu mmoja anabeba karibu mzigo wa shilingi 60,000, haipungui. Lakini kwa sababu tayari umeshatusema tunapunguziwa, sisi tulikuwa tunaomba tu labda tujue kwamba sasa punguzo letu linatoka kwenye shilingi 50,000 na au 40 na wastani kufikia shilingi 10,000 kwa miezi minne au mitatu tutakavyokuwa tumekubaliana. Ndugu zangu, tunatambua kwamba tuna changamoto ya madarasa na tunajua kwamba wananchi mna moyo sana wa kuchangia nguvu yenu ili serikali je waunge mkono, lakini mchango wa mwananchi mara nyingi ni vizuri uzingatie hali ya uchumi ya eneo husika. Mimi mifuko 50. Sawa ndugu zangu. Na mimi nitaendelea kushirikiana na nyinyi kuhakikisha hizi changamoto tunazitatua. Sawa ndugu zangu. Na tukielekea mkoani Mbeya ni kuhusiana na wakulima wa zao la korosho wilaya Mbalali mkoani Mbeya wameiomba Bodi ya Korosho Tanzania kuendelea kutoa elimu na mbinu bora za kudhibiti visumbufu na magonjwa yanayoshambulia zao hilo ili kuongeza tija na uzalishaji, ambapo taarifa ya Upendo Kibetile kutokea mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Wakulima hao wameeleza changamoto zilizopo kwenye zao hilo wakati wa mafunzo yaliyotolewa na Bodi ya Korosho Tanzania kwa lengo la kukabiliana na changamoto zinazowakabili wakulima. Kwa wakulima wa hapa Mbalali katika hili shamba ambalo tumekuja kufanyia mafunzo, tatizo kubwa kwanza ni uwepo wa mbu wa mikorosho ambao unasababisha ugonjwa wa dieback na baadhi ya mikorosho inakauka. Kwa hiyo mashambulizi ya mbu wa mikorosho yamekuwa ni kubwa sana. Sasa hivi nina uzoefu tayari wa kulima korosho na tunashukuru leo hii wamekuja kutupa elimu namna ya magonjwa yanayovamia kwenye korosho zetu. Na kwa sasa tumeshapata elimu hii na madawa wametuletea, tunawashukuru sana. Tunaelewa sasa, kuanzia sasa kutakuwa na mabadiliko hata ya kimaisha kwa sababu hizi korosho zitatupa manufaa makubwa sana. Serikali imetusaidia mbegu, tumeotesha, tumepanda, ziko shambani. Tuliomba eka 400 za kupanda korosho. Hizo eka 400 ni poli, ni msitu. Kwalo tuliomba mashine 2
Mashine tumepata, tunashukuru. Madawa nayo tumepata, tunashukuru, tunaenda kuyafanyia kazi. Hii elimu tuliyoipata imetupa manufaa makubwa sana katika kwenye zao hili la korosho. Kwa upande wao, viongozi wa bodi ya korosho wametoa viuatilifu zaidi ya 3000 kwa wakulima wa wilaya ya Mbarali na kuhimiza kuzingatia kanuni za kilimo na utunzaji wa zao hilo ili kuhakikisha linazalishwa kwa ubora unaokidhi mahitaji ya soko. Kila msimu tumekuwa tukitoa mafunzo unapofika ule msimu wa kugawa viuatilifu. Lakini pia tumeweza kuhakikisha pia tunasambaza hivyo viuatilifu zaidi ya lita 3000, lakini tumekuwa tukiwaandaa wakulima katika msimu unaokuja huo 2027 kwa kuhakikisha kwamba pamoja na kugawa viuatilifu pia tunasambaza miche. Kwa hiyo tumelenga pia kusambaza miche kwa msimu huu ambapo tutasambaza miche zaidi ya 300 kwa wilaya zote zinazolima korosho nyanda za juu kusini. Wahimiza kukusanya korosho kwa kiwango ambacho kinatakiwa katika ule ubora ambao unastahili ili kuweza kuendana na soko lililopo hivi sasa. Tukisema visumbufu tunamaanisha makundi matatu. Kundi la kwanza ni wadudu wanaochambulia nini? Mimea. Sasa hapa tunazungumzia mmea wa aina nini? Ya korosho. Wako wadudu wale. Kwa hiyo kuna kundi la kiuatilifu kinachohusika na nini? Na wadudu tu. Kundi la pili ni kundi la viua magugu. Kukabiliana na changamoto ambazo wakulima wanakutana nazo katika kilimo cha korosho, halmashauri na serikali kwa ujumla imechukua hatua zifuatazo. Moja, tumehakikisha kwamba kila kijiji kuna afisa kilimo kwa ajili ya kutoa huduma za ugani kwa wakulima wa korosho. Nikiripoti kutoka wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Asante sana Upendo Kibitile kutokea mkoani Mbeya, na moja kwa moja tunaelekea mkoani Geita na kuambia kwamba kila jambo huwa linakuja na namna yake. Sasa taarifa hii kutoka Geita ni kuhusiana na jeshi la polisi limewataka waendesha bodaboda kuwa makini na abiria wanaovaa magauni au nguo ndefu zinazoweza kunasa kwenye minyororo ya pikipiki na kusababisha ajali. Wito huo umetolewa wakati wa kampeni ya usalama barabarani iliyoandaliwa na kampuni ya usafirishaji Blue Coast mkoani Geita kwa lengo la kuhamasisha matumizi salama ya barabara na kupunguza ajali. Zingatia ubebaji. Ubebaji ni jambo la msingi sana. Ubebaji salama. Ubebaji wa mizigo kama alivyozungumzia awali mwezeshaji, tubebe mizigo salama, lakini pia kuna changamoto moja kubwa ambayo nimekuja kuiona ambayo pia imekuwa ni kisababishi kikubwa sana cha ajali. Ubebaji wa kina mama, wanawake. Wanawake wamekuwa pia ni sababishi vya ajali kutokana na nguo ama mavazi wanayovaa. Unapokuwa umebeba mwanamke, jitahidi sana kumkagua. Unapoanza kuondoka, kagua alivyokaa, lakini vile vile kagua nguo zake, je, ameziwekaje? Wanawake wamekuwa wakivaa manguo makubwa, madera yale, kanga zile, vitenge, vimekuwa changamoto sana. Zimekuwa zikiingia kwenye zile cheni na kusokota, mwisho wa siku wamekuwa wakipata ajali. Kwa hiyo tuzingatie sana, unapompakia cha kwanza zingatia, mkague kama je amekaa salama, nguo yake iko salama, lakini pia unapokuwa katika safari yako, uwe pia una tabia ya kuendelea kumkagua mara kwa mara. Uwe unachungulia, unamkagua. Hata kama umeondoka kilomita kadhaa, endelea kumkagua, maana zile nguo zimekuwa zina mtindo pia wa kuchomoka na kuingia katika zile cheni za pikipiki na kusababisha ajali kubwa. Lakini jambo lingine, tuzingatie spidi. Spidi kama nitakuwa nimetamka awali, lakini spidi pia imekuwa ni chanzo kikubwa sana cha ajali nyingi. Unapokuwa na spidi ya wastani, naamini hata kama kuna changamoto ya dharura imetokea, ni rahisi wewe kuweza kuidhibiti chombo chako na kuweza kuepuka ile ajali. Kampuni ya Blue Coast baada ya kuona haya yote yanaendelea kutokea, tukaja na namna bora ya kushirikiana na jamii, ikiwemo kupeana elimu na mafunzo mbalimbali ili tuweze kuondoa hizi ajali ambazo zinatokea mara kwa mara, ili familia zetu ziwe salama, familia zetu ziishi katika hali bora ya kiusalama na utendaji wakati tunapata riziki katika mazingira tunayofanyia kazi. Tunatambua kwamba tunashare mabarabara na watumiaji wengine, ikiwemo magari makubwa, madogo,
lakini bado tunao walevi wanaotumia vitu visivyofaa. Tuendelee kupeana elimu na kukumbushana tuweze kubadilisha tabia zetu. Blue Coast imekuja na hii kampeni ili tuweze kubadili tabia za uendeshaji. Tunawekeza zaidi kwa madereva wetu kwa sababu tuko ndani katika mfumo wa ndani, lakini huku kwenye jamii sasa ni zamu yetu. Niwaombe na kuwatii moyo na kuwasii kwamba tuzingatie usalama, kwani maisha yetu yako mikononi mwetu. Ni wangapi ambao wana element za kwao? Basi vizuri. Lakini mbali na kwamba wewe una element kama driver, lakini tutakutaka pia uwe na element kwa ajili ya abiria ambao unawabeba. Ni wangapi ambao wanazidisha abiria katika pikipiki? Wote, sio? Wote? Ichani hiyo tabia, kwa sababu mnapozidisha abiria kwenye pikipiki zenu mnahatarisha maisha ya watu wengine. Kwa maana pikipiki inapoanguka basi watu wengi wanaumia, mnawasababishia vilema pamoja na kupoteza maisha. Kwa hiyo mimi niwasihi kwamba mnapoendesha pikipiki mzingatie sharti ya uendeshaji wa pikipiki na mzingatie abiria wangapi wanaotakiwa kufanyaje kubebwa katika nini katika pikipiki zetu. Lakini pia mnabeba mizigo kupita kiasi, si ndio? Ulumia kwanza hizo chombo ambacho kinakupa nini kipato. Lakini pia hakikisha vyombo vingine ambavyo unapishana navyo barabarani, sawa, uvigusi, kwa maana ya kufanyaje, ya kuvigonga kwa kutumia hiyo mizigo nini ambayo unaibeba kwa njia hatari kwenye pikipiki yako. Chanzo kikubwa sana cha kubeba abiria wengi ni kwanza kuna mazoea ya wachimbaji, wamezoea kubeba wengi kwa sababu hawana nauli ya kutosha. Lakini pia hata bodaboda nao wakawa na mazoea yale ya kubeba abiria zaidi ya mmoja. Na maana tumejipangia sheria ni abiria wawili, sio watatu. Tunavyosema kwamba eti tunazidisha zaidi ya watatu, hapana. Lakini pia kwa mfano nyuma hapa ilikuwa bado barabara ina vumbi nyingi. Kwa hiyo kwenye vumbi basi napokuja gari mtu anaweza akashindwa kuona kilichoko nyuma tena. Lakini pia na wenye gari uko wazingatie utaratibu wa barabarani, anajikuta na overtake lakini kwenye vumbi. Kwenye vumbi mle unaweza kujikuta mtu ameshakubamiza mwenye gari, ndio maana zinatokea ajali kwa staili hiyo. Tutizame panapo taarifa nyingine ni kuhusiana na uwekezaji wa serikali wa shilingi milioni 900 katika ujenzi wa majengo ya hospitali ya wilaya ya Mbinga umeanza kuzaa matunda, huku wananchi wakisema kuwa huduma zimeimarika, foleni zimepungua na muda wa kusubiri matibabu umekuwa mfupi kutokana na ongezeko la watumishi wa afya na maboresho ya miundombinu. Hayo yamesemwa na katibu wa afya wa halmashauri ya mji wa Mbinga Bwana Shukuru Msimbe, huku akibainisha kwamba kabla ya uwekezaji huo hospitali ilikuwa ikikabiliwa na upungufu mkubwa wa majengo ya kutolea huduma. Kikweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufanya maboresho makubwa katika halmashauri yetu ya mji Mbinga. Sisi changamoto yetu kubwa ilikuwa ni majengo kwa ajili ya kutolea huduma za afya, lakini tunamshukuru mama kwa kutuletea fedha kwa ajili ya kufanya ukarabati mkubwa wa majengo yetu katika halmashauri ya mji Mbinga, hususan hapa katika hospitali ya halmashauri ya mji Mbinga. Kwa sasa tumeshaweza kujenga majengo 3 ya kutolea huduma za afya, ambapo tumejenga jengo la wagonjwa wa nje yani OPD la kisasa kabisa, lakini pia tumeweza kujenga jengo la maabara la kisasa kabisa, pia na jengo la chumba cha upasuaji la kisasa kabisa. Kiukweli mimi nikilinganisha nilipofika na mpaka hivi sasa ninaona kuna utofauti mkubwa sana, na hata wananchi ambao tunahudumia wengi wao wamekuwa ni mashuhuda wakisema kwamba tulipokuwa huko mwanzo na hivi sasa kuna tofauti kubwa, kwa sababu kuna idadi ya watumishi wapya wengi imeongezwa, lakini pia miundombinu imeboreshwa kama majengo, lakini vifaa tiba vimeongezwa. Kwa kiukweli kuna hatua ambayo imepigwa kulinganisha na tulipotoka. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV na tunayo usiku huu. CCM mkoa wa Geita yasema uwanja kukamilika kuongeza mapato Geita.
Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Johannes Michael. Na tukielekea mkoani Geita ni kuhusiana na Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita kimeingilia kati swala la kuto kukamilika kwa uwanja wa nyumbani wa timu ya Geita Gold na kuiagiza serikali na wadau wanaotekeleza ujenzi wa uwanja huo kuongeza kasi ya ujenzi, hali itakayochagiza mapato mkoani hapo baada ya timu kufika mkoani hapo kucheza mechi mbalimbali zikitumia uwanja huu, ambapo mwandishi wetu Michael Francis Bundala na undani wa taarifa hii. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita, Nicholas Kasendamila, amesema kuchelewa kukamilika kwa uwanja wa nyumbani wa Geita Gold Football Club kumeendelea kuwa changamoto, hasa baada ya timu hiyo kurejea kwenye ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara kwa msimu wa 2026-2027. Kasendamila amesema hayo wakati wa ziara ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita yenye lengo la kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri ya manispaa ya Geita ambayo ndio mmiliki wa klabu ya Geita Gold Football Club. Amesema inasikitisha kuona klabu ya Geita Gold Football Club ambayo imefanikiwa kupanda tena kwenye ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara ikilazimika kucheza baadhi ya mechi zake za nyumbani nje ya mkoa wa Geita kutokana na kutokukamilika kwa uwanja huo. Kasendamila ametaka serikali na wadau wote wanaohusika na utekelezaji wa mradi huo kuongeza kasi ya ujenzi ili uwanja ukamilike kwa wakati na kukidhi vigezo vinavyotakiwa kwa michezo ya ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara. Na tuko maeneo yenyewe kabisa, uwanja wa michezo. Sasa sijui mimi sielewi, sijui nani, kuna mabingwa gani walio juu ya serikali? Yaani napata tabu sana. Basi siku moja tu basi tukusanyike wote, twende tukalale huko wanaochelewesha uwanja wetu, tukae kama wagonjwa tu kwamba sisi mpaka mtupe jibu la uwanja wetu, labda watatuelewa. Sasa heshima kubwa tumepewa, viongozi wamejitahidi, timu yetu imepanda daraja. Sasa baada ya kutupa raha sisi, timu hiyo inakwenda kucheza michezo mikoa mingine kwenye uwanja mzuri, sio achezee Mwanza. Maana kwa Geita swala la mapato kwa ajili ya timu zetu washabiki kuingia uwanjani kwa Geita sio sababu. Watu wana hera bwana, watu wana Geita, uwanja ukiwa mzuri hata timu zingine zitakuja Geita kwa sababu Geita kuna pesa. Sasa uwanja kutokamilika, nikienda kusemea Bugurura takuwa niko mbali na hino, nasema na uwanja uko pale. Na ikiwezekana mimi naweza nikapandisha midadi tukaenda na wenyewe ukachukuliwa kwa japokuwa huko kwenye ratiba ukaonekana kwamba uwanja wetu wa ovyo ni huu. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema hatua stahiki zichukuliwe dhidi ya mtu au taasisi yoyote itakayobainika kuchelewesha utekelezaji wa mradi huo, kikisisitiza kuwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo unapaswa kuzingatia uwajibikaji na hakuna aliye juu ya sheria. Michael Francis Bundala, Sky TV. Tukiangazia panapo taarifa nyingine ni kuhusiana na serikali imeonya kuwa itachukua hatua kali za kisheria dhidi ya mtumishi yoyote atakayehusika na wizi, ubadhirifu au hujuma za pembejeo ya ruzuku ya korosho. Onyo hilo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Ulanga Hamana Simba wakati wa kukabidhi pembejeo kwa watendaji na maafisa kilimo watakaosimamia ugawaji wake. Umma anatakiwa mwadilifu. Sasa tukija kubaini zoezi hili limeharibika katika kata yako na kijiji chako, yupo mkulima alitakiwa apate viuatilifu hivi, hajapata kwa sababu ambazo hazieleweki. Tukija kusikia vingine vimepotea, hatujui vilipokwenda, tutakuwa wakali na tutachukua hatua. Macho yangu mimi yapo kwenye zoezi hili, yapo. Tumepata lita takriban lita 7,000. Tunafanya 7,000 mara 1. Anafanya hesabu 7 haraka haraka kiasi gani? Bilioni 700 imekuja Ulanga tu. Tena hiyo ni kwa sababu ya viuatilifu. Bado hawa wamekuja huku na mafuta na nini na kadhalika. Sijui kama kutakuwa kuna fedha zingine za usimamizi na ufuatiliaji. Inawezekana tutakuja kukuta zoezi moja tu wilaya Ulanga limechukua takriban bilioni 1. Ambayo Mheshimiwa Rais mapenzi yake amefanya awaletee hii hela watu wa Ulanga. Sasa akitokea mtu mmoja ambaye sio muaminifu na mwadilifu, tutakuwa wakali chini yake. Na ugawaji kwa mwaka huu kwa mujibu wa mwongozo huu unafanyika kidijitali.
Kidijitali kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba kila mkulima atapata viuatilifu kwa mfumo maalum ambao unaitwa AISS ambao unaendeshwa na Mamlaka ya Mbolea Tanzania. Kwa hiyo wakulima wa korosho wa mkoa wa Morogoro wamesajiliwa kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza kwa mwaka huu watapata viuatilifu kwa mujibu wa idadi ya mikorosho waliokuwa nayo. Sasa basi, katika kutekeleza hilo na kuwapatia wakulima viuatilifu kwa ajili ya kuongeza, lengo hasa la serikali ni kuongeza tija ya uzalishaji wa zao la korosho nchini. Katika swala hili la ugawaji la viuatilifu tumejipanga mimi na kamati yangu ya kata ya Lukanda kuhakikisha tunagawa viuatilifu bila upendeleo au badilifu kwa lengo la kuinua zao la korosho katika wilaya ya Ulanga. Tunaamini tukifanya hivyo wakulima wetu watajipatia kipato sahihi na kwa wakati kutokana na kushindana na soko linaloendelea kwa sasa. Serikali, nilikuwa naiomba serikali uweze kuangalia kwa namna nyingine wakulima, hasa unakuta mkulima hana uwezo wa yani mtaji wa kuendesha zao lake la korosho, hasa kwenye palizi na uandaaji wa yani uvunaji wa korosho ili kufika sokoni. Kwa serikali ingeweza kufanya namna ya kumwezesha mkulima, hasa taasisi za mabenki imekuja kufanya ubia na wakulima. Changamoto kubwa ilitukuta katika ugonjwa wa ubwiriungwa na ukungu kwa kifupi. Hii ilikuwa ni changamoto kubwa, lakini sasa hizo wametuletea dawa ambayo 2 in 1. Hii ndo nimeikubali sana kuliko zote. Hii itaenda kutufanya tupate korosho bora zenye ujazo mzuri. Na mtazamaji, tuangazie panapo taarifa nyingine kuhusiana na kituo cha uzalishaji na ukuzaji wa viumbe maji Lubambwe kilichopo Chato mkoa wa Geita kimefikia 80% ya utekelezaji wa kituo hicho. Kiko chini ya Wizara ya Uvuvi na kinatarajiwa kuhudumia wafugaji wa samaki kutoka mikoa yote ya kanda ya Ziwa. Hayo yamebainishwa na kamati ya siasa na utekelezaji ya CCM mkoa wa Geita wakati wa ziara yake ya utembeleaji miradi ya maendeleo ya wilayani hapo. Mpaka sasa hatujakabidhiwa, lakini kituo kama kituo, mfano kwa mwaka huu wa fedha tushakusanya zaidi ya milioni 56 kupitia zile permit, vibali vya vifaranga, na kwa watu pata vibali vya vizimba. Kwa vizimba kuna vibali mtu analipia. Sasa tutegemeo letu tukishakabidhiwa mradi kwa mwaka ni zaidi ya milioni 180. Hilo ni kadirio la chini. Yaani mwaka tutapata makusanyo kule kwenye mabwawa makubwa yale so chini ya milioni 80 kwa mwaka. Yaani kwa mvuno mmoja. Na hiyo ni minimum. Bado kwenye vifaranga kwa mwezi so chini ya vifaranga 300,000. Bado kwenye permit na ongezeko la wafugaji tutakuwa ni wengi. Na bado sisi kama ofisi tutaweka vizimba vyetu ziwani. Uzalishaji sio umetanuliwa wigo kwa upande wa matumizi ya ziwa au maji yetu ambayo tunayo, ambao kwetu kama kanda ya Ziwa ni fahari, na kituo kiko hapa tu karibu ambacho ni cha kisasa kabisa, kina vifaa vyote. Kutakuwa hapa na training ya muda mfupi hizo ambazo zimeelezewa, lakini ambao wana vizimba tayari mbegu zinatoka hapa za vifaranga hivyo. Halikadhalika chakula, wafanyabiashara wenye mahoteli, migahawa, tunaweza kuja kuchukulia pia hapa samaki tukaenda kufanyia biashara na wafanyabiashara kwa ujumla. Kwa hiyo unaweza ukaja hapa kwa namna yote. Ukapata biashara kwa kununua samaki, ukapata biashara kwa kununua hayo watoto wa samaki, vifaranga hivyo, lakini pia chakula cha samaki katika vizimba kitakuwa kinazalishwa hapa kwa gharama nafuu na kinauzwa kwa bei nzuri. Kwa hiyo nitoe rai tu, watu walikuwa wanaogopa, lakini naamini samaki wa vizimba ni salama sasa. Ile kwamba kama unaenda ziwani huko patapotea, unatupa tu nyavu, bora umetupa, unakuwa na uhakika kabisa kwamba samaki wako wangapi, navuna baada ya muda gani, narejesha gharama kiasi gani, na faida inaonekana, hesabu iko mezani. Wizara ya Uvuvi kwa kuona umuhimu wa kuweka jambo hili eneo hili, kwa sababu kwa kweli kwa Geita tumekuwa na miradi mingi sana ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Kwa sasa kama tuna uwezo wa kupata vifaranga hapa, inarahisishia sana hao vijana ambao wengine wamepata mikopo wakajikita kwenye ufugaji wa namna hiyo. Kwa hii inakuwa ni fursa kwao kupata vifaranga kwa wepesi. Na pia tu nitoe rai kwa vijana wajitokeze sasa. Uwezekano wa kufuga upo,
kwa sababu wataalamu tunao. Umeona tuna mtaalamu wetu hapa afisa uvuvi ametuletea elimu mpaka kutoka Misri, kwa hiyo uwezekano wa kufuga upo, na kwa kweli uvuvi sasa ni utajiri. Na mtazamaji, tukihitimisha na taarifa kutokea mkoani Morogoro, inasema Wizara ya Katiba na Sheria imefanikisha utatuzi wa mgogoro wa kibiashara uliodumu kwa muda mrefu kati ya kampuni ya Coalmart General Supply Limited na mkandarasi mdogo Sahewe Chado. Mgogoro huo ulitokana na deni la shilingi milioni 6 iliyosalia baada ya Coalmart kumlipa Chado shilingi milioni 48 kati ya milioni 54 za makubaliano ya uchapishaji wa nembo kwenye magari 200 ya kampuni ya Dangote. Nilikuwa na mgogoro na mzee mmoja naitwa Sehewa. Mgogoro ulikuwa nilimpa kazi kama subcontract, nilikuwa na kazi Dangote ya kupaint gari kama 200. Kwenye hiyo kazi tulikuwa tumekubaliana kila gari nitamlipa 270,000, ambapo malipo yalikuwa kama milioni 54 hivi. Nikawa nimemlipa milioni 48, ikawa mbaki kama milioni 6, ambayo ndio imetuletea mgogoro kidogo, ambao alikuwa kuja kudai, tukamwambia subiri kidogo, ofisi imeyumba, tutakulipa. Akaona kidogo kama tunachelewa, ndo akaja kuripoti kwenye vyombo vya sheria. Lakini tunashukuru tumefika hapa, wametupokea, tumeweza kuzungumza naye vizuri, naye kaelewa. Kwa hiyo mgogoro kinamna moja ama nyingine ofisi imetusaidia, tumeweza kusolve mgogoro. Na mpaka sasa hizi mzee pia amekubali kwamba bwana, hao jamaa kweli huwa wananilipa, lakini kilichobaki hicho kama wameahidi watanilipa kwa terms hizi, amekubali. Nashukuru Mungu tumemaliza salama. Tumekubaliana milioni 6 tutamlipa kila mwisho wa mwezi kwa installment 4, ambayo ni milioni 1,500,000 ndani ya miezi 4, na hisi nitakuwa tushamaliza. Mimi naitwa Sehewa Mwamba Chando, nimefika katika leo ila Wizara ya Sheria. Nilikuwa na mgogoro kidogo na kampuni ya Coalmart Suppliers Limited, ambao tulikuwa tunadaiana baada ya kufanya kazi pamoja, lakini malipo yalikuwa yamechelewa. Sasa nikaona kwamba nijaribu kutafuta ufumbuzi kisheria ili niweze kufikia mahali kwa tunalipana pasipo migogoro kufikishwa katika vyombo vya sheria vingine kama ni mahakama na kama hivyo. Kwa hiyo nashukuru kwamba toka tulipofika tumepokelewa katika hali ya kawaida, lakini pia tumeweza kuhudumiwa katika hali iliyo nzuri, ambayo kwa ujumla tumeweza kufikia makubaliano ambayo hayakumwacha mtu katika maumivu. Tumekubaliana katika hali ambayo ni nzuri, ni kwamba tutalipana na kwa utaratibu ambao tumewekeana hapa, kwa makubaliano ambayo tumeyasaini hapa. Na mtazamaji, na tunahitimisha hivyo katika habari za kitaifa. Tunakwenda mapumziko mafupi, kisha tukirejea moja kwa moja nitakupeleka katika habari za michezo na burudani, kwenda kutambua ni yapi ambayo yamejiri katika viwanja mbalimbali. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je,
Ungependa kujua kuhusu huduma zetu ZIC? Tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Mtazamaji, tuangazie katika habari za michezo na burudani ni kipi ambacho kimejiri kwa siku ya leo katika viwanja mbalimbali. Taarifa ambayo tunaanza nayo ni kuhusiana na aliyewahi kuwa goalkeeper wa timu ya Yanga Klaus Kindoki amefariki dunia usiku wa kuamkia leo kufuatia ajali ya gari. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, Kindoki alicheza Yanga kati ya mwaka 2018 mwaka 2020 chini ya kocha Mwinyi Zaela, ambapo alijizolea sifa kwa uwezo wake langoni na kuwa mmoja makipa wa kigeni waliokumbukwa zaidi na mashabiki wa klabu hiyo. Marehemu pia anataja kuwa chanzo cha umaarufu wa jina la utani Jimmy Kindoki lililoibua kutokana na kiwango chake bora cha uchezaji akiwa golini. Mashabiki wadau wa soka wameendelea kutoa salamu za pole kufuatia kifo chake. Na tukiangazia panapo taarifa nyingine kuhusiana na uongozi wa Mafia Boxing umetangaza rasmi msimu wa 9 wa Knockout ya Mama utakaofanyika Julai 31 jijini Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari kuelekea kwenye mapambano hayo, mkurugenzi wa Mafia Boxing Ali Zayumba amesema kuwa kutakuwa na mapambano makubwa ya kugombania mikanda ya dunia kama WBC na WBO. Kama tulivyokuwa na utaratibu wa kuleta mikanda mikubwa katika ardhi hii ya Tanzania na ule ukubwa ambao mmekuwa mkiusema kwamba Mafia tupo katika peak ambayo watu wengi hawezi kuiamini, ni kwa sababu tu ile michango yenu ambayo mmekuwa mkitoa kama waandishi kwenye kututangaza zaidi, lakini katika michango ya sponsors, michango ya promoters mbalimbali mmekuwa kijaribu kutushauri. Matokeo yake yametufanya kuwa katika hali fulani ya tofauti ambapo watu wengi hawezi kuamini. Kwa hiyo tarehe 31 ya mwezi huu wa 7 tutakuwa na about takriban 10 zenye mikanda mikubwa ambayo kwa mara ya kwanza mikanda hiyo inakwenda kutokea katika ardhi hii ya Tanzania. Haikuwepo hapo awali na sidhani kama kuna promoter yote ambaye alishawahi kuileta mikanda hii. Kwa hiyo na tukikwea pipa kimataifa ni kuhusiana na rais wa FIFA Gianni Infantino amesema kuwa shirikisho hilo linatathmini uwezekano wa kuongeza zaidi idadi ya timu zitakazoshiriki kombe la dunia hadi kufikia mataifa 64 kuanzia makala ya mwaka 2030. Hatua hii inakuja kufuatia mafanikio ya mfumo wa timu 48, huku Infantino akibainisha kuwa lengo kuu ni kutoa fursa zaidi kwa wananchi kwa nchi nyingi kutoka mabara yote duniani kushiriki michuano hiyo mikubwa ya soka. Mabadiliko hayo yanatarajiwa kuongeza mechi hadi kufikia mechi 128, hatua inayolenga kuongeza msisimko na mapato ya mchezo huo kimataifa, ingawa tayari inatarajiwa kuibuka mijadala kuhusu uchovu wa wachezaji na mirundikano kwa ratiba. Kombe la dunia mwaka 2030 limepangwa kufanyika katika nchi 3 ambazo ni Morocco kutoka bara la Afrika, Ureno na Hispania kutoka bara la Ulaya.
Na mtazamaji, na huo ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, lakini moja kwa moja twende tukatazame utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Ni kipi ambacho kitajiri katika mkoa wako? Habari ya Jumapili mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Hali ya ukavu pamoja na baridi inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini kwa usiku wa leo, na maeneo nyanda juu kusini magharibi yanatarajiwa kuwa na hali ya baridi zaidi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya mkoa wa Njombe, ikifuatiwa na nyuzi joto 9 katika maeneo ya mkoa wa Mbeya. Na kwa siku ya kesho, maeneo machache yanayozunguka Ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi pamoja na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Dodoma tunatarajia kiwango cha chini cha joto kuwa nyuzi joto 14 hadi 16. Na mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mbeya kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 9 hadi 10. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 14 hadi 16. Na mpaka kufikia hapo, kutoka Mamlaka ya Hewa hatuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muktasari wa tuliokuwa nayo usiku huu. Wakazi wa Sagal wilaya ya Ludewa walalamika michango mikubwa wanayotozwa. Na kwingineko ni kuhusiana na magauni marefu yataja chanzo cha ajali za bodaboda. Na katika michezo na burudani, mchezaji wa zamani wa klabu ya Yanga afariki dunia. Mtazamaji, nafikia tamati katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Ulikuwa nami Johannes Michael. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina moja tu la Sky International TV, na uwe na usiku mwema pamoja na maandalizi mema ya Jumatatu ya kazi.